Je, nini kilimtokea Margaret Wambui, msichana mwenye umri wa miaka 21 ambaye alifariki baada ya kuanguka kutoka ghorofa 22 katika eneo la Upper Hill, Nairobi? Je, alianguka kwa bahati mbaya, alijitoa uhai, au kuna mtu aliyesababisha kifo chake? Kwa nini alifika katika jengo hilo badala ya kufika mahali alipokuwa ameenda kazini? Na kwa nini familia yake sasa inataka majibu na uchunguzi wa kina? Endelea kubaki nasi kwa sababu katika taarifa hii tutachambua kila kilichofahamika hadi sasa. Karibu katika Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. La kwangu jina Ogaro Brian Osoro, nikikuletea habari za uhakika, uchambuzi wa kina na taarifa zinazogusa maisha ya Wakenya. Kama bado hujajiunga na familia ya Moto TV Kenya, usisahau kubonyeza like, subscribe, comment and share. Turn on notifications ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila zinapochapishwa. Pia follow us at Moto TV Kenya everywhere kwa habari zaidi na uchambuzi wa kina. Sasa tuangazie tukio la kusikitisha ambalo limeacha maswali mengi kuliko majibu baada ya msichana mwenye umri wa miaka 21 kufariki dunia kufuatia kuanguka kutoka ghorofa 22 katika eneo la Upper Hill jijini Nairobi. Msichana huyu ametambuliwa kuwa Margaret Wambui mwenye umri wa miaka 21. Alikuwa bado kijana aliyekuwa akijenga maisha yake, na inaarifiwa alikuwa akifanya mafunzo kwa vitendo maarufu kama internship katika hoteli moja iliyopo eneo la Upper Hill. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo hadi sasa, siku ya tukio Margaret aliondoka nyumbani akiwa amemweleza mama yake kwamba alikuwa anaelekea kazini kama ilivyokuwa kawaida. Hakuna kilichoonekana kuwa cha ajabu wakati alipoondoka. Hakukuwa na taarifa kwamba alikuwa mgonjwa, mwenye huzuni au aliyekuwa ametoa ishara yoyote ambayo ingeonyesha kuwa maisha yake yalikuwa hatarini. Lakini mambo yalibadilika baadaye usiku. Badala ya kufika katika hoteli aliyokuwa akifanyia mafunzo, uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba Margaret aliingia katika jengo la Altura Apartments lililopo Upper Hill. Inadaiwa aliingia katika jengo hilo majira ya usiku na kupanda hadi ghorofa 22. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizotolewa na watu waliokuwa katika jengo hilo, alidai kwamba alikuwa amefika kupiga picha. Hata hivyo, baada ya muda mfupi, kilichofuata ni tukio ambalo limewashtua wengi. Margaret alipatikana akiwa ameanguka kutoka juu ya jengo hilo na kufariki dunia. Mwili wake ulipatikana katika eneo la jengo jirani, huku maafisa wa usalama wakifika eneo la tukio kuanza uchunguzi. Kilichoongeza utata katika tukio hilo ni kwamba polisi walipata mkoba wake ukiwa bado juu ya jengo. Ndani ya mkoba huo kulikuwa na simu yake ya mkononi, sare za kazi pamoja na baadhi ya vitu vyake binafsi. Ugunduzi huu umeibua maswali mengi. Iwapo alikuwa anaelekea kazini, kwa nini hakufika alikokuwa anakwenda? Kwa nini aliingia katika jengo hilo? Alikuwa anakutana na nani? Je, kweli alifika kwa lengo la kupiga picha kama ilivyodaiwa? Na muhimu zaidi, nini hasa kilitokea katika dakika za mwisho kabla ya kupoteza maisha yake? Haya ndiyo maswali ambayo sasa yanaendelea kuwapa kazi maafisa upelelezi wa idara ya upelelezi wa jinai. Familia ya Margaret nayo imeeleza kuwa bado haijapata majibu ya kuridhisha kuhusu mazingira ya kifo cha binti yao. Mama yake amesema Margaret alikuwa msichana mwenye ndoto nyingi na hakuwa ameonyesha dalili zozote ambazo zingewafanya waamini angeweza kujidhuru. Kutokana na hali hiyo, familia imeomba uchunguzi wa kina ufanyike ili ukweli ujulikane. Kwa sasa kuna mamlaka ambayo imethibitisha rasmi iwapo Margaret alianguka kwa bahati mbaya, alijitoa uhai au alisukumwa. Hivyo ni muhimu kuruhusu uchunguzi kukamilika badala ya kufikia hitimisho mapema. Hata hivyo, tukio hili limeendelea kuzua huzuni na mjadala mkubwa miongoni mwa Wakenya, wengi wakitaka ukweli ujulikane na haki itendeke ikiwa kuna mtu yeyote aliyehusika. Kadri uchunguzi unavyoendelea, maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI wanatarajiwa kutumia mbinu mbalimbali za kisasa ili kubaini kilichotokea katika dakika za mwisho za maisha ya Margaret Wambui. Miongoni mwa hatua muhimu zinazotarajiwa ni kuchunguza picha za kamera za usalama maarufu kama CCTV zilizowekwa ndani na nje ya jengo la Altura Apartments pamoja na majengo ya jirani. Kamera hizo zinaweza kusaidia kubaini ni saa ngapi Margaret aliingia katika jengo hilo
kama alikuwa peke yake au alikuwa ameandamana na mtu mwingine, na ikiwa kuna mtu yeyote aliyekuwa naye kabla ya tukio hilo kutokea. Aidha, maafisa wa upelelezi wanatarajiwa kuwahoji walinzi wa jengo, wafanyakazi wa kazi pamoja na mtu yeyote aliyekuwa eneo hilo usiku wa tukio. Kauli zao zinaweza kusaidia kujenga mnyororo wa matukio na kutoa mwanga kuhusu kilichotokea. Vilevile, simu ya Margaret pamoja na rekodi zake za mawasiliano zinaweza kuwa sehemu muhimu ya uchunguzi. Wapelelezi wanaweza kuchunguza ni nani aliyekuwa amewasiliana naye kabla ya tukio, kama kulikuwa na mazungumzo ya simu, ujumbe mfupi au mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii ambayo yanaweza kueleza kwa nini alifika katika jengo hilo. Ripoti ya uchunguzi wa mwili maarufu kama post-mortem pia inatarajiwa kuwa muhimu katika kubaini chanzo halisi cha kifo, pamoja na iwapo kulikuwa na majeraha mengine ambayo yanaweza kusaidia kueleza mazingira ya tukio. Hadi sasa kuna mtu aliyekamatwa kuhusiana na kifo hicho, na hakuna taarifa rasmi kutoka kwa polisi zinazothibitisha kwamba kulikuwa na mchezo mchafu. Ndiyo maana ni muhimu kwa umma kusubiri matokeo ya uchunguzi badala ya kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Wakati huo huo, familia ya Margaret inaendelea kuishi katika majonzi makubwa. Kwao si kupoteza tu binti yao, bali pia kupoteza matumaini ya kuona ndoto zake zikitimia. Wanasema Margaret alikuwa msichana mwenye bidii, aliyekuwa akijituma katika masomo na mafunzo yake ya kazi, huku akiwa na matarajio makubwa ya kujenga maisha bora. Kifo chake cha ghafla kimewaacha na maumivu makubwa pamoja na maswali mengi ambayo bado hayajajibiwa. Tukio hili pia limeibua mjadala mpana kuhusu usalama wa majengo marefu na taratibu za kuwaruhusu wageni kuingia. Baadhi ya Wakenya wamehoji iwapo taratibu za uthibitishaji wa wageni katika majengo ya makazi na biashara zinafuatwa ipasavyo, huku wengine wakitaka usimamizi mkali zaidi wa mifumo ya usalama. Wapo pia wanaosisitiza umuhimu wa kuimarisha huduma za afya ya akili na mifumo ya msaada wa vijana, huku wakikumbusha kuwa katika tukio kama hili ni vyema kuepuka kufikia hitimisho kabla ya uchunguzi kukamilika. Kwa sasa jambo moja lililo wazi ni kwamba familia ya Margaret Wambui inasubiri ukweli, na Wakenya wengi wanasubiri kuona matokeo ya uchunguzi yatakavyotoa majibu kuhusu kilichotokea katika usiku huo wa kutisha. Kila kifo cha ghafla ni pigo kwa familia na jamii. Katika mazingira kama haya, haki huanza na uchunguzi wa kina, wa kitaalam na usioegemea upande wowote. Ni muhimu mamlaka zipewe nafasi ya kufanya kazi yao ili ukweli ujulikane, na ikiwa kuna aliyewajibika, sheria ichukue mkondo wake. Hiyo ndiyo taarifa kuhusu kifo chake Margaret Wambui, msichana mwenye umri wa miaka 21 aliyefariki baada ya kuanguka kutoka ghorofa ya 22 katika eneo la Upper Hill, Nairobi. Uchunguzi bado unaendelea na Moto TV Kenya itaendelea kukuletea taarifa mpya zitakapothibitishwa na mamlaka husika. Ila kwa sasa tunasema makiwa kwa familia yake Margaret Wambui. Jina langu Ogaro Brian Osoro. Asante kwa kutazama na kuisikiliza Moto TV Kenya. Usisahau kubonyeza like, subscribe, comment and share, turn on notifications ili usikose chochote. Don't forget kutufollow at Moto TV Kenya everywhere kwenye social media. Kumbuka Moto TV Kenya ndicho kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Nitakomea hapo kwa sasa, ila nitarudi baadaye kwa mengi zaidi. Kwa heri kwa sasa.